Hey mrembo, I am begging you. Ninakuomba, niko magotini kwako na kuomba. Please get a life. Kwa nini nasema get a life? Au unamaanisha nini nikisema get a life? Kuwa na maisha yako. Have your life going on for you. Yaani kipindi cha singleness au lengo la kipindi cha singleness haliko limited kwenye kuwa na mahusiano tu. Kuwa single au kipindi cha singleness ni kipindi cha maandalizi ya safari unayoelekea, kama una aspire kuja kuolewa, maandalizi ya hiyo hatua inayofuata. Lakini hiyo ni sehemu nyingine ya kipindi cha singleness ni kuishi maisha katika utele na ukamilifu wake kwa kadri ambavyo Mungu atakuwezesha na namna ambavyo Mungu amekuita. Because I think it's high time tuelewe you only live once. Najua umeshasikia hii mara kwa mara. Kuna hadi acronym yake inaitwa YOLO, you only live once. Utaishi mara hii moja tu, utaishi maisha moja tu, you only have one life. Na haya maisha unayoishi, hakuna kusema kwamba, unajua kipindi kile wakati tunasoma na tunajiandaa na graduation, whether ilikuwa ni shule ya msingi au sekondari au high school, mlikuwa kuna kipindi kile cha maandalizi kwa ajili ya graduation. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya mazoezi, rehearsals Yaani nataka nikwambie hivi, haya maisha sio kwamba eti kuna kipindi kama hiki ambacho, yani kipindi cha singleness unakichukulia kama ni kipindi cha rehearsals, ni kipindi cha kufanya tu mazoezi and then uta graduate. Alafu ukisha graduate, kugraduate sasa ndo kuolewa, umepata mme. Alafu ukisha graduate, ukishaingia kwenye ndoa, ndo unaanza kuishi. No, please understand this. Maisha ni sasa, you're performing sasa hivi. Yani sasa hivi maisha unayoishi sijui nisemeje, yaani sio kipindi cha rehearsal. Hiki sio kipindi cha mazoezi kwamba itafika wakati sana utaanza kuishi. No, get a life please. Sasa how do you get a life? How do you unatumiaje vizuri kipindi hiki cha singleness? Unakitumiaje vizuri kwa ajili ya kujiandaa? Kumbuka nimesema ni part and parcel, ni kujiandaa, lakini pia ni kuishi maisha kwa utele na ukamilifu na ukubwa, naomba kuongezea, kwa kadri ambavyo Mungu alikukusudia uishi au alikuumba uwe, mpendwa. Sawa mrembo, I'll be looking at my notes. Kwa ukiona nimeinama video kwamba ninaangalia notes zangu. Kwa kama nilivyosema, hiki sio kipindi au sio majira ya rehearsal, sio majira ya kufanyia mazoezi. Start living now. Katika ile Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa 34, Mtume Paulo anazungumzia habari ya mtu, anatofautisha kati ya mke na mwanamwali. Of course kipindi kile mtu kabla ya kuingia kwenye ndoa ilikuwa expected kwamba hata kuwa amejihusisha na mahusiano yote. Ndio maana Biblia inasema mwanamwali, au Kiingereza inasema virgin, because that was the expectation. Sasa tusifocus na hilo, lakini tunaona kabisa Mtume Paulo anatofautisha maisha ya mwanamke ambaye ameolewa na mwanamke ambaye hajaolewa. Huyu aliyeolewa, attention yake, devotion yake inakuwa divided. Umenielewa? Kwa sababu ana mume, ana watoto, ana familia kwa ujumla. Kwa hiyo anajikuta anatumia muda mwingi kwa ajili ya kuiangalia familia yake na kuijenga ndoa yake. Huyo ambaye hajaolewa anayo nafasi kubwa zaidi ya kushughulika na masuala ya kiroho, ya kuwepo kwa ajili ya Mungu wake. Sasa mimi naomba expound on that, kwamba kuelezea zaidi kwamba sasa huu ndio muda ambao ni wa kutambua kusudi lako, muda wa kujitafuta, kujua we ni nani. Actually kuna vitu ambavyo nimevitaja. Unatumiaje kipindi cha singleness kama kipindi cha maandalizi, lakini pia kipindi cha kuishi kwa ukubwa na utele na kikamilifu kadri ambavyo Mungu amekuita, okay, au amekukusudia. Kwanza kabisa, jitambue wewe ni nani. Know who you are. Jua wewe ni nani, because usipojua wewe ni nani, utaruhusu maoni ya watu wengine wakuaminishe wewe ni nani. If you don't know who you are,
You will let other people's opinion define who you are, define your identity. Na kuomba sana usiruhusu hicho kitu, iwe ni watu baki, iwe ni watu ambao unakutana nao kwenye masuala ya dating, kwenye relationships. Please, identity yako tafadhali sana, kuomba mrembo, utambulisho wako utokane na Mungu, kwa sababu hapo ndio msingi ambao ni imara wa kujenga utambulisho wako. Kwingine kote sio msingi imara, kwa sababu maoni ya wanadamu yanaweza kubadilika, vyovyote vile vinaweza kubadilika. Some other day nitazungumzia kuhusiana na identity kwa kirefu, lakini for now sitaki kukaa hapo muda mrefu. Kitu cha pili, pursue kusudi lako. Tafuta kujua kusudi lako. Nikwambie hivi, hamna mtu ambaye amekuja duniani kuzurura. I think I already said that. Hakuna mtu ambaye amekuja duniani bure. Hayupo. Kila mtu yuko hapa kwa kusudi. Kila mtu uwepo wake hapa una maana, una thamani, una muhimu. You're valuable, you're important, you're needed. Tunakuhitaji. Literally, ukiondoka hapo ulimwengu, kuna kitu dunia ina miss kwa kukosekana kwako. Kwa sababu Mungu tayari ameweka kitu ndani yako ambacho kitafanya dunia ifaidike na hicho alichoweka ndani yako. So kipindi cha singleness ni kipindi sasa cha kutafuta kujua kwa nini Mungu aliruhusu nizaliwe na niwe hai mpaka leo napumua. Kwa sababu sio watu wote ambao wako hai. Kuna watu wengine wanakufa wakiwa wamezaliwa au wengine wanafia hata tumboni kwa bahati mbaya. But wewe Mungu ameruhusu uwe hai na uwe, yani mpaka haijalishi una magumu gani, unapita scenario gani, una situation gani, si uko kwenye circumstance gani, yani the fact kwamba bado upo, kuna kusudi. Kwa nini? Kuna kusudi la uwepo wako, okay? Achana na sijui ninapita wapi, na sio kwamba ni sijali unapopita. Ninachojaribu kukuambia ni kwamba pamoja na unayoyapitia, the fact kwamba uko hapa, that means dunia inakuhitaji. Kwa hiyo tafuta kujua kusudi lako ni nini. Unielewa? Kitu cha tatu, pursue, fuata ndoto zako na passion zako. Kuna vitu ambavyo una haja navyo, una kiu, unaona ndani yako unapenda kuvifanya. Sijui kwako wewe ni nini. Mwingine ni kusafiri, mwingine anataka kusoma, kuongeza elimu, mwingine anataka sinisemeje, ndoto zipo nyingi. Mwingine labda ni uongozi, mwingine labda ni kuwa designer mkubwa, mwingine labda ni kufanyeje, I don't know. Dreams na passions zipo nyingi sana 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 sana. Kwa kifupi, maisha yako yasiwe matupu. Tafadhali usiruhusu maisha yako yawe matupu. Hakikisha maisha yako yamejaa kwa kadri iwezekanavyo. Sio kama unanielewa? Kwa sababu maisha yako yakiwa matupu, I'm just trying to check nsije nikaenda mbele. Kwa sababu maisha yako yakiwa matupu, kuna hatari ya wewe kutumia mahusiano kama gongo, kama kitu cha kushikilia au kama kitu cha kujazia kwenye maisha yako. Kuna hatari ya wewe kutumia ajira au hatari ya wewe kutumia pesa kujazia kwenye maisha yako. Sio kama unanielewa? Kumbuka hivi vitu vyote sijaongea ni vitu vya kushikika. Nazungumzia vitu ambavyo ni vya kujenga akili, kujenga utu wako, kujenga thamani yako. Yaani sio vitu vya kushikika. Sijakwambia utafute magari. Though, how do I say this? Ni muhimu kama uko kwenye hiyo position, by all means get a car. Na nikisema ishi maisha kwa ukamilifu wake, it also means, inamaanisha pia fanya vitu ambavyo unataka kufanya, yani vya miliki, vya tafuta. Cha msingi tu usimtende Mungu dhambi in the process, au usivipate katika mchakato wa dhambi. Yani ufanye dhambi in exchange of kupata hivyo vitu, hapana. Pili, hauvunji sheria za nchi. Ukifanya hivyo, I think that should be fine. Sio kama tunaelewana. 4, jijenge, yani kuwa mtu sahihi. Unajua tunapenda sana kusema Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right. Unajua nadhani katika Mathayo sura ya 7 au ya 6, sikumbuki ni ipi. I think ya 7. Inazungumzia habari ya nitaconfirm and then nitaandika kwenye description au kwenye comments. Inazungumzia habari za mtu kutoweka mkazo kwenye kurekebisha vya mwingine, badala yake ajirekebishe yeye mwenyewe ili awe kwenye nafasi nzuri ya kumrekebisha mwenzake. Inazungumzia habari ya mtu kuwa na waga, inanichanganya, kuna boriti na kibanzi, sijui which is bigger, lakini kwa Kiingereza inasema a speck and a log, kwamba wewe una log, una kitu likubwa,
ambalo unaliishwa ambalo mwenyewe unatakiwa kushughulikia, lakini uko busy unashughulika na spec kidude kidogo tu ambacho kiko kwenye maisha mwenzako. Kwa hiyo Biblia inasema mimi niliposoma hiyo scripture nilipata uelewa kwamba deal with you first. Hebu shughulika na wewe mwenyewe, na ndio maana nasema hebu wewe mwenyewe kuwa mtu sahihi kwanza, because we are so focused on Mr. Right, Mr. Right, Mr. Right. Wewe, when are you becoming Miss Right? Wewe umeshakuwa Miss Right au uko busy kutaka vitu ambavyo wewe mwenyewe hata huna uwezo wa kuvibeba au kuvihimili? Unataka mtu ambaye ana sijui 6 figure, of course 6 figure in T shillings sio hela nyingi kihivyo, but you get what I'm saying, kwamba unataka mtu kwenye kipato kiasi fulani, wewe mwenyewe hata uaspire wala hata hauna hicho kipato. Yaani kuna ile double standard ambayo tuko nayo kwenye singleness community, especially wanawake. Tunataka vitu ambavyo sisi wenyewe hatuna. Unawezaje kumaintain mwanaume wa namna hiyo wakati mwenyewe huna? Wewe someone, nataka mtu ambaye amepona, nataka mtu ambaye ni emotionally intelligent. Wewe uko emotionally intelligent? Are you working on healing wewe mwenyewe? Unajifanyia kazi kiasi gani kuwa mwanamke sahihi? Ndio maana nasema focus on becoming the right person. Wewe mwenyewe anza kuwa mtu sahihi, na nikwambie haitakuwa tu faida kwa ajili ya huyo mwanaume ambaye utaamua wewe mume wako, itakuwa faida hata kwa familia yako ijayo, kwa watoto wako, kwa sababu mimi naamini mojawapo ya kitu kizuri na chema ambacho mzazi anaweza akafanya kwa ajili ya mtoto wake, iwe tayari amesha kuwa mzazi au hata bado hajawa mzazi, ni kuamua kupona vidonda ambavyo alivipata kutoka kwa jamii au moja kwa moja kutoka kwa wazazi, namna alivyolelewa. Kwa sababu nikwambie, usipopona utawavujia damu wengine, utawaumiza wengine. Wazungu wanasema hurt people hurt other people. Watu walioumizwa huwa wanaumiza watu wengine. Kwa hiyo hebu vunja, kama ni trauma, kama ni una tabia fulani ambazo sio nzuri, jifanyie kazi, kwa sababu huwezi kuvutia au huwezi tuseme kuvutia, huwezi kuattract mwanaume ambaye yaani unataka mtu wa namna fulani alafu wewe uko kinyume cha huyo mwanaume. Haiwezekani my dear. Kila mtu anavutiwa na kile ambacho na yeye anakitaka. Kwa hiyo kwa sehemu yako jitahidi uwe vile ambavyo uendane, sio moja kwa moja uwe kama yeye, lakini jitahidi ujifanyie kazi ili uendane na aina ya mwanaume ambaye unamtaka, because let's be honest, kila mtu kwa namna yake, kwa wakati wake amemwambia Mungu, nataka mwanaume namna hii, nataka namna hii, si nini. Hiyo pia ni conversation ya siku nyingine, nitarecord video for that siku nyingine. Kwa hiyo ninajaribu kusema, ukiweza kujifunza kutumia kipindi cha singleness kama kipindi cha kuishi, live fully, kama kipindi cha kuishi kwa ukubwa, kwa utele na kwa ukamilifu, kwa kadri Mungu alivyokusudia na atakavyokuwezesha, na ukaweza kutumia kipindi hiki kama kujiandaa kuwa mke na mama sahihi wa baadaye, hauta date with desperation. Hauta date kama mtu ambaye yani ni kama mtu ambaye ameona maji jangwani. Ushaikuwa unajua hiyo scenario, mtu ukiwa okay, maybe hujawahi kwa jangwani, lakini tunafahamu mtu ukiwa na kiu ya maji alafu ukapata maji, jinsi ambavyo unagugudia au ukiwa una njaa kali alafu ukapata chakula, jinsi ambavyo mtu unafakamia chakula. Kuna kimimi mmoja nilikiona miaka ya nyuma kidogo, nadhani waga kina pop kina trend from time to time, kwamba usiende supermarket ukiwa na njaa, kwa sababu guess what, ukienda supermarket ukiwa na njaa, kila utakachokiona utaona ni sahihi kula, kiwe ni healthy au kisiwe healthy, kiwe chenye afya au sio chakula chenye afya, wewe utaona tu ni sahihi kukila. Kwa sababu gani? Una njaa. So ukiweza kuishi fully, ukiweza kukitumia vizuri kipindi cha singleness kama kipindi cha maandalizi na kuishi kwa utele, hauta date with desperation, uta date with discernment. Kwa sababu kwa nini? Maisha yako yameshajaa vya kutosha. You don't need mwanaume ili kuvalidate thamani yako, ili kuvalidate identity yako, ili kuvalidate uwepo wako hapa duniani, kwa sababu tayari unalo kusudi. Una passions, una dreams ambazo unazifanyia kazi, unazifukuzia. You're working on yourself. So how to date with desperation? Let me read ili nisisahau. You won't date
You won't date desperately because you already have a full life. Tayari una maisha ambayo yamejaa, yani you have a full life mrembo. Not to say kwamba from time to time hauta miss kutamani kuwa na mtu, kutamani mtu ambaye atakwambia vitu vizuri, vitu furahisha moyo wako, kutamani mtu akukumbatie, kutamani mtu akushike mkono, kutamani tu uwepo mwanaume in your life ambaye anakupenda, anakujali, anakuthamini. Hizo seasons zipo, hivyo vipindi vipo. I think especially Queen Tabulation. Hiyo ni video nyingine tena. So ninachojaribu kusema ni please get a life, na hichi ndo ninachomaanisha nikisema get a life. Get a life, sio unaanza uko kwenye dating mtu kwa sababu hauna maisha yani ratiba yako iko free muda wote. Yaani yeye akiamua muonane sasa hivi bila kuconsult, bila kukujulisha, ningependa tuonane siku fulani, saa fulani, ila yeye akiibuka tu, nataka tuonane muda fulani, siku fulani, au just siku hiyo hiyo, mfano leo nataka tuonane muda fulani, na wewe unakubali. Na kwa nini unakubali? Because hauna chochote ambacho is going on in your life, hamna ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Wewe ndicho unachosubiri tu ni ukutane na mwanaume basi, uende kwenye dates basi. Yaani maisha yako ni dates. Men. Na nikisema hivi simaanishi kwamba nawachukia. Pana, sichukii wanaume. Tunawahitaji jamani. Bila wanaume. Anyway, my point is kuwa na maisha yako tayari ambayo yanaendelea. Huyu mtu akija anakuja kuongezea thamani ya maisha yako. Hiyo nayo ni conversation nyingine. Okay? Please mrembo, get a life. Tafuta kuwa na maisha yako. Tafuta kuwa na maisha yako. Yaani singleness isiwe tu kwa ajili ya mahusiano. Singleness iwe kwa ajili ya kuishi kwa utele na kwa ukamilifu. Be whole. Ili ukutana na mtu mwingine wote mko whole, wote mko kikamilifu. Sio kwamba mko perfect lakini kila mtu maisha yake yamejaa. Ili mkikutana then mnaweza ku align sasa na kufanya kusudi pamoja, kujenga mwili wa Kristo, kuwa na ndoa ambayo ni ya kusudi, ndoa ambayo ni ya ufalme, kingdom marriage, ndoa ambayo inaleta ushuhuda, ndoa ambayo inafanya dunia kuwa sehemu nzuri zaidi, ndoa ambayo itakuwa ni mazingira mazuri ya kulelea, kuzaa, kulea watoto. Kila mtu anakuja na kitu. Mwanaume anakuja na kitu, mwanamke naye anakuja na kitu. And then you come in partnership na mnafanya vitu vikubwa na vya ajabu. Wonders. Anyway, nadhani niishie hapo kwa leo. Asante sana kwa kunisikiliza. Please usisikilize hii peke yako. Tafadhali share na mrembo mwingine, okay? Kwa sababu definitely kuna mtu anahitaji kusikia hivi vitu. Na kama una swali, uwaga naweka namba yangu ya WhatsApp hapo kwenye comments au kwenye description box, mostly kwenye comments. And please nijulishe kama pia una kitu ungependa nizungumzie. Kama una swali, just let me know, ukinitumia message nitaweza kuipata. Na please like this message bila kusahau kusubscribe, okay? Asante sana kwa kunisikiliza. Okay, bye. Take care.